litakuwa sijatenda haki kwangu. Hivi kuhusiana na hili ambalo linaendelea, bila shaka umesikia upande wa Yanga na TFF, pengine limekufikia vipi? Tathmini yako hapo ni ipi? Kwa kweli hili jambo kweli limekuwa ni zito. Ni zito kwa sababu unapozungumzia Simba na Yanga unazungumzia interest za Watanzania wote. Wote unajua kwamba inapokuja swala la Simba hapo hata mtu sijui yuko wapi anaweza hata sisikie njaa. Hata kama alikuwa anakula chakula, yani hata kama alikuwa anachemsha chai ili anywe, anaweza kabisa tulia kwanza, acha ili limalizike. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinathibitisha kwanza nguvu, soft power ya vilabu hivi, lakini ni somo ambalo linatakiwa huko mbele ya safari kutokea tena, kwa sababu kwa kama tulivyozungumza kwamba ubora wa ligi yetu pia tumeendelea kupanda nafasi ya 4. Kwa hiyo matukio kama haya yanaweza ndio kwa watu wa CAF, kama hivi sisi tuna host CHAN hapa, tutahost AFCON 2027. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kama kitaleta changamoto kubwa sana ambayo ikashindwa kuwa handled, isisimamiwe kanuni, sheria na taratibu, haitatujengea taswira nzuri. Kwa hiyo kwa kweli ndio sababu tunasubiria msimamizi, muamuzi ambaye ni bodi ya ligi hao watalihendo TFF, kwa maana sio bodi ya ligi TFF, hao watalihendo hii issue ikakamilika na mambo yakaenda na ligi kama, kwa sababu ni mwisho wa msimu wa ligi, mambo yanafufuka mengi. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli itakuwa ni somo kwa miaka ijayo ili kutokea tena tukio kama hili. Lakini upande wa Yanga wanaonekana kama hawahitaji kabisa kukaa mezani juu ya swala hili. Sasa kila timu huwa ilikuwa na sababu yake. Sio masuala haya ya kisheria. Sasa wanasheria hapo ndio wakati wao wanasheria, kwa sababu wanasheria unajua wanasheria wanakuambia fungua ukurasa wa 25 kifungu A paragraph number C inasema hivi na hivi, mwingine anakuambia fungua ukurasa wa 33. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli ndio kipo kisheria, kwa sababu ni kesi ambayo sasa hivi iko mahakamani. Kwa hiyo tunasubiri decision itakayofanyika itakuwaje, ndio hapo baada ya hapo sasa ndio itajenga taswira ya kile ambacho maamuzi ambayo atakokuwa ameamuliwa katika hili. Tumaliza na hii, nini kifanyike ili kuvunja haya yote yasiweze kutokea? Kikubwa ni hii issue kukamilika amicably na bingwa kupatikana, kwa sababu bingwa yani ndio bingwa apatikane, kwa sababu kama hivyo tulivyozungumza kwamba hii mechi ndio inawezekana ikaamua bingwa kutokana na performance kutokana na alama ambazo timu zote mbili zinazo. Sasa hii issue ni kukamilika tu amicably, lakini kukamilika kuonekana kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Ndio sababu kila msimu huwa kunakuwa na review ya zile kanuni za msimu uliopita, then vilabu vyote huwa vinasambaziwa ili by the time panapokuwa panachukuliwa hatua tayari yule hata yani mtu hashangai, kwa sababu anakuwa kahusika katika kuandaa hizo kanuni na huwa wanapewa kabla ya msimu kuanza. Bado tunasubiri dabi. Kwa hiyo ndio tunasubiria dabi, kwa sababu bodi ya ligi yenye mamlaka tayari imetangaza, ndio tunasubiria sasa maamuzi yatakayofanyika kutokana na kile ambacho tayari wameshatangaza. Okay, shukrani sana, kila la heri. Shukrani. Bwana, huyo ni Ali Mayai Tembele. Tumezungumza hapa kiunaga ubaga, amefunguka kuhusiana na sakata hili ambalo linaendelea kuhusiana na Yanga na TFF, lakini pia tathmini yake na taswira ya ligi yetu, ligi soka Tanzania bara, namna ambavyo inaelekea. Tunaona mambo yamekuwa mengi, lakini pia inaonyesha kugrow kwa namna moja ama nyingine, mafanikio yake yanaonekana. Timu 4 zinakwenda kushiriki sasa mashindano ya CAF, kwa maana sorry. Umenikumbusha kitu. Ndio ni kauli mbiu ambazo kwa timu hizi ndio huwa ziko mentally hivyo. Kauli mbiu gani? Kwamba si watu wanafundishwa football is the game of mistake. Football is the game of mistake. Sasa kwa giant wakubwa hawa na hata duniani kote ambao giant wakubwa mwenzetu wamekuwa hivyo kutokana na mentality hiyo kuwa nayo. Waga football is not the game of mistake. Football is the game of utilizing opponent's mistake. Okay, kwa hiyo tunatafsiri. Kwa hiyo football is the game of mistake to underdog. Okay. Football is the game of utilizing opponent's mistake to top dog. Are you top dog or underdog? Sasa hawa wawili wote hawa ni top dogs. Okay. Mimi nipo kwa ajili ya kutumia kosa lako na wewe upo kwa ajili ya kutumia kosa langu, kwa sababu ya all top dogs. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kwa vilabu hivi waga vinayo, kwamba they are all top dogs. Hakuna football kwa Simba na Yanga, waga football is not the game of mistake. Ndio maana Simba na Yanga goalkeeper unani anaweza kafukisha, yani ndio kateleza kwenye mechi na Mtibwa, mpira kaingia nyavuni, lakini utelezi huo ukitokea kwenye dabi, hapana, football is not the game of mistake.
Kwa hiyo iko hivyo. Okay, shukrani sana. Bwana, haya ndio madini ya Ali Mayai Tembele. Ukifanya mahojiano na Ali Mayai Tembele lazima upate vitu vingine ambavyo anaweza kukuongezea ambavyo huvifahamu. Mimi nimetoka hapa na kitu kuhusiana na vilabu hivi viwili, lakini pia na vilabu vingine vya chini kama ambavyo wanasema kuna top dog na underdog. Bwana, karibu sana.